Leo tunakuletea kauli ya kiduku Kim Jong Un wa Korea Kaskazini kuhusu kujiunga na vita vinavyoendelea Iran. Vita vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani vimeibua maswali mengi. Mojawapo ni kuhusiana na Kim Jong Un ama kiduku wa Korea. Yuko wapi na ni upi msimamo wake katika kuingilia vita hivi. Sasa Kim Jong Un amekuja na kauli tatu kuhusiana na kinachoendelea na kuhusiana na yeye kuingia katika vita hivi ambavyo vinaendelea, ambapo kabla hatujaizungumza kauli hiyo ama kabla hatujazichambua kauli hizo, tutazame kwanza kwa nini kiduku anazungumzwa sana katika kuingilia vita hivi. Kiduku amewekeza sana katika silaha, lakini vita vimetokea na inaonekana kwamba yeye yuko kimya. Sasa twende moja kwa moja tukatazame bwana kiduku ameeleza nini kuhusiana na yeye kuingia katika vita hivi. Kuna mambo matatu ambayo ameyaeleza. Kiduku ametoa angalizo la kwanza akisema kwamba ataingia katika vita endapo raia wa Korea akishambuliwa. Kim Jong Un alisikika akisema endapo raia wa Korea Kaskazini ataumizwa, nitajiunga katika vita bila kusita. Sasa hii inamaanisha nini? Hii ni moja kati ya tatu alizozungumza. Hii inamaanisha kwamba kwa wale raia wa Korea ambao wako Iran, kuna raia wengi sana wa Korea Kaskazini ambao wako Iran. Sasa ikitokea hata mmoja amepatwa na madhara, basi Kim Jong Un ataingia katika vita. Lakini mbili, ameeleza kwamba yuko tayari kuisaidia Iran silaha endapo itahitaji. Kama Iran ataona kwamba katika vita hivi anahitaji msaada wa silaha, basi Kim Jong Un yeye amesema yuko tayari kutoa. Lakini tatu, Kim atajiunga katika vita endapo kombora mojawapo litatua katika ardhi ya Korea kwa makusudi ama kwa bahati mbaya. Lakini ikitokea kwamba kombora limetua katika ardhi yake, basi Kim Jong Un hatakuwa na la ziada isipokuwa kujiunga katika vita hivi. Sasa hizo ni kauli ambazo amezitoa bwana Kim Jong Un kuhusiana na yeye kuingia katika vita hivi vinavyoendelea, vita vya Korea Kaskazini, vita vya Irani pamoja na Israeli wakishirikiana na Marekani. Sasa watu wengi wamekuwa wakizungumza katika mitandao ya kijamii kwamba Kim Jong Un kidogo anajisikia vibaya sana kutokualikwa katika vita hivi. Kwa nini? Kwa sababu ana silaha za kisasa, ana silaha nzuri sana ambazo amewekeza, lakini anakuwa kama hajaalikwa. Na wengine wakisema sasa hivi anaugua ugonjwa unaitwa fear of missing out, kwamba ana hofu ya kukosekana, anaogopa sana kukosekana. Sasa nyongeza tu ya hiyo ni kwamba Israeli na Marekani zimeishambulia Irani wakilenga kambi za kijeshi za Iran, wakilenga vinu vya nyuklia, lakini wakilenga maeneo wanayoishi viongozi. Na Irani nayo imejibu mashambulizi hayo kwa kupiga falme za Kiarabu, kwa kupiga Kuwait, kwa kupiga Qatar, kwa kupiga Bahrain na kupiga Saudi Arabia. Sasa Trump na Israeli wanasema lengo la vita hivi ni kumzuia Irani kuwa na silaha za nyuklia. Na upande mwingine Irani imetangaza zaidi ya vifo 555 huku Marekani ikitangaza vifo vya wanajeshi wake 4. Vita hivi vinavyoendelea kati ya Irani, Marekani pamoja na washirika wake Israeli, lengo kuu hasa ambalo limeonyeshwa na upande wa Marekani ni kuzuia Irani kuwa na silaha za nyuklia, lakini
mission hii lengo lake ni kumzuia kabisa Irani asiwe na nyuklia. Lakini kinyume na matarajio ya wengi ambao waliamini kwamba vita hivi vingeisha mapema tu, hasa baada ya kiongozi mkuu Khamenei kupigwa na kombora la mapema kabisa, kombora la asubuhi kabisa. Watu wengi walidhani vita hivi vitakuwa vimeisha, lakini kinyume na matarajio ya wengi, Irani ameendesha mashambulizi yake na amekuwa akizilenga kambi za jeshi la Marekani zilizo nje ya Marekani. Maana yake anapiga tumeona amepiga Falme za Kiarabu, amepiga Kuwait, amepiga Qatar, amepiga Bahrain, amepiga Saudi Arabia. Huku kote amepitisha kipigo kizuri sana ambacho kinaendesha. Lakini taarifa zilizopunde zimeeleza kwamba Irani ametangaza kwamba hata wapiga tena majirani zake na ametangaza kuwaomba radhi. Sasa katika vita hivi ambavyo vinaendelea baina ya Irani pamoja na Israeli na Marekani, kinyume na matarajio ya wengi ilikuwa ni kwamba vita hivi vingeisha mapema sana, kwamba Marekani angeweza kumaliza vita hivi mapema. Lakini kinyume na kile ambacho tulitarajia, kinyume na kile kilichotarajiwa na wengi, ni kwamba vita vimeendelea na sasa ni zaidi ya siku 5 sasa. Tuko siku ya 6, tunaelekea siku ya 7. Hakuna chochote ambacho kimeweza kufanyika. Sasa baadhi ya watabiri wamegawanyika makundi mawili. Wako ambao wanasema kwamba Marekani atashinda, lakini liko kundi ambalo linasema Marekani huenda akapoteza vita hivi. Wanaosema kwamba Marekani atashinda vita hivi ni kwa kuangalia uwezo mkubwa wa jeshi la Marekani. Lakini kinachomkwamisha Marekani kwamba mpaka sasa bado hajaingiza askari wa miguu. Yeye anachoendelea kukifanya mpaka muda huu ni kushambulia kwa kutumia makombora ya masafa marefu, na update zinazoendelea ni kwamba Marekani bado hajafanikiwa kumiliki anga 100%, hajafanikiwa kumiliki anga la Irani kwa 100%. Lakini kwa upande wa pili kwamba haikutarajiwa Irani kuweza kushambulia kushindana na Marekani, lakini bado ukaweza kupiga zaidi ya nchi 10, Falme za Kiarabu, Kuwait, Qatar, Bahrain pamoja na Saudi Arabia. Ni zaidi ya nchi 5, lakini pia anapiga na Israeli, na kuna maafa makubwa ambayo yanaendelea kutokea Israeli, ambapo kwa mujibu sasa wachambuzi za kisiasa, Marekani anachotakiwa sasa ili aweze kufanikisha mission yake ni kuingiza askari wa miguu, na hilo limekuwa jambo gumu kabisa kwa Marekani kufanya hivyo. Sasa kama kiduku atakuja kuingilia vita hivi, hali huenda ikawa ngumu zaidi kwa Marekani kuweza kushinda. Kwa hiyo kikubwa ambacho kuna kisubiri kukiona, kwanza tunatamani amani, lakini wakati vita hivi vikiwa vinaendelea, tutaendelea kujuzana kile ambacho kinaendelea hapa na pale. Niwatakie siku njema.